katika ligi kuu Tanzania bara, mchezo kati ya Young Africans dhidi ya Pamba Jiji. Sam Simba, pasina shaka umewaona Young Africans ikiwa chini ya Rais Engineer Hersi Said. Of course, nakumbuka kwenye mkutano mkuu President Hersi alijaribu kutoa speech yake kwamba wamechukua ubingwa, lakini baadhi mashabiki wanachama walikuwa hawana furaha, na ni kipindi ambacho Yanga wamechukua ubingwa kwenye hali ngumu. Kwa hiyo hahitaji hivyo vitu vijitokeze tena. Kwa hiyo mimi naamini wana Yanga sasa hivi kila mtu wana ile confidence kwamba tuna uhakika na timu yetu tunaenda kupata matokeo. Ndivyo na flow timu jinsi inavyo flow inaonekana. Mchezo wa mpira wa miguu ni mchezo wa wazi. Hata ukiangalia opponent ambao wamekutana nao katika mechi 4, 80% wao wanakuwa wamejihakikishia wanakuwa ni wapili kwenye mpira. Ina maana wao wanakwenda kutengeneza low block kwamba wakiwa wanaihofia Yanga katika kila maeneo. Angalia full time mechi ya leo, Pamba Jiji hana on target hata moja. Pamba Jiji hana on target hata moja. Nini maana yake? Ina maana asilimia kubwa alikuwa yupo nyuma ya mpira akimwacha mpinzani wake akiwa ana dominate game. Kwa hiyo ina maana ilikuwa ni ngumu sana kwa Pamba kuweza kupata goli. Kwa hiyo Yanga kupata hizi goli chache, ina maana kwanza mimi kwangu ilikuwa ni kitu kizuri kwa mwalimu kutengeneza rotation ya kila mchezaji ambaye mshabiki na mwanachama wa Yanga alihitaji kuwaona baadhi ya wachezaji. Namzungumzia Floyd Ngoma ambaye leo amecheza kama holding midfielder namba 6, kwamba alikuwa hajapata time kila mwana Yanga kumuona ni mchezaji wa namna gani, mbona hatumuoni akicheza au tumepigwa. Kwa kila mtu leo amemuona, kwa sababu nahitaji waweze kuheshimu mpira. Mpira una procedure zake. Kwa mimi naamini Fred Ngoma ni mchezaji mzuri kwa nilivyomuona mimi, au ni maoni yangu, jinsi anavyochukua mali na anavyodribble na anavyoweza kuiachia, ndivyo. Kwa mimi naamini kabisa wana mchezaji mzuri, na lengo la kocha, tumeona wachezaji, mtu kama yule Casemiro tayari anamwamini, mtu kama labda Shua Boy tayari leo umeshuhudia baadhi ya maeneo tofauti tofauti amefanya rotation. Kwangu mimi nawapa credit kubwa sana Dar es Salaam Africans kuweza kuchukua point 3 na kuweza kujiweka sehemu salama. Tuzungumzie Toure ndugu yangu. Sheikh Toure ni striker, kwa sababu kila mtu ambaye anafuatilia mpira wetu anamfahamu ni mchezaji wa namna gani. Kwa hiyo mimi naamini hata yeye mwenyewe baada ya kuweka mpira kambani aliwakumbusha baadhi ya watu, wadau wa mpira, kila kitu kinakwenda na muda, si ndivyo? Kwa hiyo yeye anahitaji muda, japo watu wanasema kwamba mchezaji hapewi muda, mchezaji anapewa mpira. Hayo ni maneno tu ya kusherehesha, lakini tukienda kwenda kuheshimu mpira ni lazima mchezaji aweze kuingia kwenye mfumo wa mwalimu. Mchezaji kama huyu ametoka kwenye nchi kuingia kwenye nchi, katoka ligi kaingia kwenye ligi tofauti. Kuna vitu, kuna mikimbio ambayo yeye kama striker anahitaji malisho mazuri kwa watu ambao wanamzunguka. Kwa hiyo mimi naamini kabisa mafans wa Dar es Salaam Africans, wapenzi wa Dar es Salaam Africans, wanachama wawe na subira, naamini kuna vitu vizuri sana kwa wachezaji wao vinakuja. Na wale ambao wanamfananisha Toure pamoja na Ibrahim Dumbia unawaambia nini hasa? Unajua kwenye mpira wa Simba na Yanga hivyo vitu vipo, mchezaji huyu analinganishwa na huyu, mchezaji huyu analinganishwa na huyu, lakini kila timu ina project yake. Inapomsajili mchezaji kutoka sehemu fulani, wanaamini kabisa kwamba huyu mchezaji kuja sehemu fulani kuna kitu atatuofa. Kwa hiyo mimi naamini sihitaji kufanya comparison kati ya hawa watu wawili, kwa sababu ndio mechi 4, lazima niende kuwaheshimu, niheshimu management zilizofanya analysis ya kumsajili mchezaji mmoja kumleta kwenye taasisi hii. Kwa hiyo mimi siwezi kufanya hizo comparison, kwa sababu mimi naheshimu sana mpira, mimi naheshimu sana. Huu ni uwekezaji brother, huu ni uwekezaji, si ndivyo? Au ni uwekezaji brother, huu ni uwekezaji. Kwa hiyo mimi naamini tujaribu kuwapa muda, wanaweza kuja kufanya kitu kizuri. Unawaona pengine labda Simba kuna jambo la kujifunza kwa Yanga Afrika hii? Of course kwamba kitu ambacho Yanga wanakifanya ni kuangalia kile kitu ambacho wanachokifanya. Mtu kama Peter Shalulile Ilbeta kwangu ni mchezaji mzuri, sio unamtafuta kwa tochi kwamba mchezaji
namba zake zinakuofa wewe kuweza kumsajili, kwa sababu ni mchezaji ambaye ameshafanya mambo mengi. Ana klabu bingwa mikononi mwake, si ndivyo? Ni mchezaji ambaye amekuwa mwandamizi ndani ya Mamelodi, na tunaifahamu Mamelodi ni klabu gani, si ndivyo, katika bara letu la Afrika. Kwa hiyo unapotoa pesa kwenda kumchukua mtu kama Shalulile, tayari umeshajiuliza maswali mawili kwamba huyu atakuja kunisaidia, na kama kuna chances zitatokea 2, 3, 4, basi huyo atakwenda kuclear ili timu yangu iweze kupata matokeo. Kwa mimi naamini kuna vitu Yanga wanavifanya ni sahihi, na pia sisi Simba kuna engo yetu tunavifanya vitu sahihi. Kwa hiyo mimi naamini katika hizo taasisi mbili kuna weakness, kila mtu ana weakness zake. Ukimwangalia Yanga na weakness, Simba na weakness, na kuna sehemu Simba anafanya vizuri, Yanga kwa hiyo sehemu hafanyi vizuri. Kwa hiyo mimi naamini kabisa kila mtu ana mapungufu, na ndiyo maana ya klabu. Hakuna timu yoyote isiyokuwa na mapungufu katika mpira. Kwa hiyo mimi naamini nimekujibu swali lako vizuri kwa kile ambacho mimi nakifahamu. Naam. Bwana, Simba mnafeli wapi haswa? Simba hajafeli. Simba tunapata matokeo. Sawa, matokeo lakini kandanda, unajua hata jana mechi baada ya kumalizika watu walikuwa wakitoa zile lawama zao za hapa na pale kuhusiana na Ibrahim Tule. Si yule ambaye inaonekana kama wa Simba Sports Club viongozi wameingizwa kingi kwa mchezaji yule. Wewe ni mwandishi wa habari. Simba vs Coast Union. Simba amekuja na malengo ya kupata point 3. Sawa. Si ndivyo? Coast anakuja na malengo ya kupata point 3. Si ndivyo? Sasa unaposema ni kwa nini Simba amepata magoli machache, unakwenda kumwandalate mpinzani kwamba yeye si lolote si chochote, wakati level ya usajili wa ligi ya NBC wako sawa, ila inakuja kutofautishwa na quality ya wachezaji. Sasa unaposema wewe kama ni mshabiki wa Simba imepata magoli machache, unataka Simba ifunge goli ngapi? Simba imecheza na nani? Imecheza na opponent ambaye yuko anafanana naye kila kitu ndani ya ligi. Lazima uende kumheshimu mpinzani ambaye unakutana naye, lazima uheshimu mpira. Sasa ukiwa kama shabiki, unajua Simba kuna mashabiki wengine hawajielewi ndani ya Simba pale. Baadhi yao mashabiki hawajielewi kwamba wao wanahitaji goli 10 kama wanavyopata Yanga akifunga goli 10 huku nao wapate goli 10. Hicho kitu hakipo. Kila timu ina falsafa yake, kila timu ina mwalimu ambaye anatumia mfumo wake, na pia unaenda kukutana na mpinzani ambaye anakusoma wewe, weakness zako na sehemu ambazo anajua kwamba wewe una hatari. Kwa hiyo unapokutana na mpinzani naye vile vile ameingia darasani, ameenda kwenye kukufanyia kazi, kwa hiyo lazima alete ugumu, ndio challenge ya wewe kufanya vizuri. Kwa hiyo mimi kwangu mimi naona Simba mpaka sasa hivi lengo la kwanza kwenye timu yoyote ya mpira miguu ni ushindi. Simba hajapoteza brother, si ndivyo? Kwa kwangu mimi mpaka sasa hivi inafanya vizuri, ila kuna vitu ndani ya Simba vipo. Sasa hivyo unakuja kuviona baada ya timu kwanza imepata matokeo na mwalimu anachukua yale makosa yake ambayo anaona kwa vijana wake hawavitekelezi kwa asilimia kubwa. Sijui unanielewa? Kwa hiyo mimi naamini kwamba Simba haijafeli bado. Simba inafanya vizuri. Simba ni mabingwa watetezi wa CRDB. Sijui unanielewa brother? Ni mabingwa watetezi wa kombe la CRDB. Lazima ulifahamu hilo. Ni mabingwa wa kombe la Muungano. Lazima uwape heshima yao kwamba hawajafanya kosa mpaka sasa hivi. Nimalize na hili hapa. Nafasi ya Selemani Mwalimu ndani ya Yanga Afrika, unamwona si sawa na yule ambaye ametoka Simba Sports Club? Hapana, siwezi kumhukumu kwa dakika hizi alizoingia. Kaingia dakika 15 20. On target 1, off target 2. Kuna kitu amekionyesha. Mimi kwangu mimi Selemani Mwalimu siwezi kumuongelea ubaya eti leo hii yupo Dar es Salaam Africans. Na muheshimu kama nilivyokuwa na muheshimu Clatous Chota Chama yuko Dar es Salaam Africans. Niliwaambia baadhi ya mashabiki wa Simba, msiwe na maneno machafu. Huyu mchezaji anaweza karudi tena Simba. Huyo karudi. Kwa hiyo Selemani Mwalimu yupo kazini, kaenda kule kwa maslahi yake, si ndivyo? Kwa hiyo mimi namuona anachokifanya kama alichokuwa anakifanya Simba, ila kulingana na mfumo tu wa kocha wangu mimi alikuwa anautumia, alikuwa anamwanzisha Selemani wa force number 9. Alikuwa anapata nafasi ndogo kulingana na mfumo wa kocha ambao alikuwa anautumia msimu jana. Kwa mimi kwangu bado namheshimu Selemani Mwalimu, anaweza kuja kufanya jambo kubwa ndani ya Dar es Salaam Africans na kila mtu akabaki anashangaa. Shukrani sana. Bwana poa. Ciao.